Tunasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni mmoja, ni umoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, Roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako, na amani na baraka na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hekima anapaza sauti siku zote kwa watu wa Mungu. Hekima anapaza sauti siku zote kwako wewe mwanafunzi wa Yesu Kristo. Mtu yule mwenye masikio ya kusikia, basi asikie neno hili ambalo Roho anena na makanisa. Siku zile Bwana wetu Yesu Kristo anasema hivi, anawaambia Wayahudi wale, leo anawaambia watu wote ulimwenguni, wale watu wasiomwamini: ninyi ni wa chini, lakini mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, lakini mimi si wa ulimwengu huu. Kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia watu hivi? Kwa sababu hawamwamini. Hawataki kulipokea neno la Mungu analolihubiri Yesu Kristo. Hawataki kumwamini, hawataki kumtegemea yeye. Hawataki kuamini katika mwili na damu yake. Hawataki kuliamini neno la Mungu. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia, ninyi ni wa chini, lakini mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Anaendelea anasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, Shetani. Kwa sababu kama ninyi Mungu angekuwa baba yenu, mngenisikiliza mimi, mngeniamini, mngelipokea neno ambalo mimi ninasema. Kama ninyi kweli Mungu angekuwa baba yenu, lakini hamlipokei hili neno, kwa sababu ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, Shetani, mpinga Kristo, mkuu wa dhambi, laana na mauti, mkuu wa uongo. Huyo ndio baba yenu. Mmeupenda uongo zaidi kuliko kweli ya Mungu. Mtaipokeaje kweli ya Mungu? Mtaniaminini mimi Yesu Kristo ambaye ndiyo neno la Mungu, kwa sababu nyinyi ni wa baba yenu, mko chini ya baba yenu, mna maneno ya baba yenu. Uongo mtupu ndio mliojaa ndani ya mioyo yenu, ndio maana hamuniamini. Ninyi ni wa chini. Mungu anamaanisha kwamba kila mtu ambaye huyo si wa baba wa mbingu na nchi, huyo ni wa chini, baba yake Ibilisi, Shetani. Hana neno la Mungu, anapinga tu neno la Mungu. Kila mtu ambaye yeye ni wa chini anaamini tu uongo wa dunia hii, anatumia akili zake mwenyewe na hekima ya dunia hii kuchambua neno la Mungu, anajikuta anampinga Yesu Kristo, anapinga Injili takatifu. Kwa sababu gani? Yeye si wa juu. Mtu yule aliye wa juu kama Yesu Kristo, aliye wa juu anamwamini Yesu Kristo, anaamini Injili ya Yesu Kristo, anaamini neno la Mungu. Niwaambieni ndugu zangu, Biblia hii hakuna neno la uongo, hakuna neno lililopungua. Hili ni neno la Mungu. Kristo ndio neno la Mungu. Unaposema neno hili limepungua, unamaanisha Kristo kapungua. Lazima uwe na hekima. Mwanadamu hana nguvu ashindane na Mungu. Hili neno ni la Mungu lililopewa, alilowapa wanadamu, tumwabudu kwa hili. Hili neno ndiyo Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo hajapungua. Kile alichokusudia Mungu tuwe nacho na tumwabudu kwa hicho ndiyo hiki. Hakuna neno lisilofaa kwa uzima wa milele. Neno lote ni uzima wa milele. Mtu yoyote akipinga na kukosoa neno la Mungu ndani ya kitabu hiki, Biblia takatifu, huyo ni wa chini, ni wa ulimwengu huu, baba yake Shetani, Ibilisi. Unawezaje kuwa hivyo? Unawezaje kusema wewe ni wa juu, wewe ni wa Yesu Kristo, na unapinga neno lililoandikwa humu? Kama tukikuona unapinga neno
lilopo humu, wewe ni wa chini. Haujui maandiko kwa sababu unatumia akili za dunia kuchambua maandiko. Huna Roho Mtakatifu. Hakuna neno lililokosewa. Ninarudiwa, hakuna neno lisilo la Mungu humu. Hakuna neno lililoondolewa ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu litadumu hata milele mpaka Yesu anakuja. Neno alilokusudiwa tuwe nalo ndiyo hili, litadumu. Lakini hayo mafundisho yanayosikika huko mitaani kwamba neno hili limepunguzwa, neno hili siyo kweli, hao ni waibilisi, shetani, wana wa majoka. Ila wamejigeuza tu wafanane na watumishi wa Mungu, wamejigeuza waonekane na wao ni watumishi, ni wachungaji, ni wainjilisi, wanaonyesha elimu yao, tumesoma sana, tumefanya sana, tumesoma sana Biblia, lakini ni mashetani hao, ni wana wa majoka hao, na wao ni wa chini. Hata kama namiliki kanisa, huyo ni wa chini. Kwa sababu unawezaje kusema wewe unamiliki kanisa, ni mwana wa Mungu, alafu unakosoa neno la Mungu? Hauna Mungu wewe, una ibilisi. Shetani amekuinua tu uonekane kama ni mtumishi wa Mungu, lakini wewe ni shetani. Ni wana wa mashetani, ni machafu, ni mapepo hayo, mashetani kabisa, yamezaliwa kwa shetani. Wewe ni mtumishi wa Mungu, unawezaje kupinga neno la Mungu? Unasoma neno hili unalikataa, hili unalikubali, alafu Biblia ni moja. Wewe unapingaje neno hili, unakubali neno hili? Haujui fasili ya Biblia. Huna Roho wa Mungu. Yesu Kristo mwenyewe alipowafundisha wanafunzi wake, alianza kuwafundisha tangu kitabu cha Musa mpaka manabii. Wewe leo umepewa hii Biblia ile ile, unaamini neno hili, unapinga neno hili. Mwana wa majoka. Hauna Mungu. Hata kama unamiliki watu, kanisa lako unamiliki watu maelfu na maelfu, watu wamekuamini, lakini mimi nikwambie, Yesu anasema wewe ni wa chini. Biblia takatifu hakuna neno lililopungua, hakuna neno lililoongezeka. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Ufunuo anasema hivi: yeye atakayepunguza neno hili naye atapunguzwa, yeye atakayeongeza chochote naye ataongezewa mapigo. Hili neno limekamilika. Sisi tunamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa. Huyo ndiyo Mungu, huyo ndiyo Baba, huyo ndiyo mwana wa Mungu. Nimesikia watu wengi wanasema Yesu siyo Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu, alafu ni mchungaji anaongea hivyo. Watu wengi, Wakristo wengi hawajui neno la Mungu, kwamba Yesu siyo Mungu. Mbinguni hakuna Mungu wawili. Wewe ndio akili hiyo, ndio Roho Mtakatifu amekufundisha hilo. Mbinguni hakuna Mungu wawili, Mungu ni mmoja tu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Biblia inasema Yesu sio Mungu. Wewe ni mpuuzi kabisa. Huna adabu mbele za Mungu. Wewe unaonekana kama unamsifu Yesu Kristo, kumbe unampinga na kumkana wewe. Huyo Roho aliyekuambia huyu ni Yesu mwana wa Mungu, si ndio huyo aliyesema Yesu ni Mungu? Sasa unakataeje hili, unakubali hili, alafu unaitwa mchungaji? Nimezaliwa miaka mingi sana, nimesoma chuo miaka mingi sana. Wewe ni mpuuzi kabisa. Hata kama una uzee kikongwe, wewe hufai, ni wa chini. Acha ujinga eti. Inasikitisha sana Wakristo wanaosema wanajua kuhubiri, wanafundisha watu, anasema huyu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, huyu sio Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu lakini sio Mungu. Hakuna Mungu wawili wala watatu mbinguni. Wengine nimewasikia wanasema kabisa kwamba hakuna utatu mtakatifu, hakuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna Mungu mmoja tu. Haya maneno yamewekwa, wengine wanasema Roma ndo walioingiza. Wewe ni mpuuzi kabisa. Neno la Mungu halijapunguzwa na mtu. Kile kilichokusudiwa tuwe nacho ulimwengu ndicho tulicho nacho. Wakati mwingine mnamuonea Roma. Kanisa hili la Roma linaonewa wakati mwingine, hata kama lina mapungufu, lakini mnatumia kanisa la Roma kusema Biblia imepunguzwa ili kumwonyesha Roma wewe mwenyewe ni mpinga Kristo vile vile.
Unawezaje kusema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Unakubali sawa, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, lakini unakataa Yesu Kristo sio Mungu. Unawezaje kusema hivi hakuna utatu mtakatifu, hakuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Wewe ni mtu, alafu ni mtumishi wa Mungu. Ulaaniwe kwa jina la Yesu Kristo. Utasema kwa nini? Kwa sababu imeandikwa, na alaaniwe mtu yule ambaye ataleta mafundisho kinyume na Roho Mtakatifu. Imeandikwa Wagalatia sura ya 6 sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 9. Na alaaniwe mtu yule atakayewafundisha mafundisho kinyume na sisi tulivyowafundisha nyinyi. Wewe sio laana. Biblia inasema hivi, wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno, Roho Mtakatifu. Baba ndiyo Mungu, Neno ndiyo Yesu Kristo. Hapo mwanzo kulikuwako na Neno, Yohana sura ya 1, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Baba, Neno, Roho Mtakatifu. Hii ndiyo Injili tunaambiwa. Wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Huyu Neno ndiyo Yesu Kristo. Lakini anaendelea anasema, wako watatu washuhudiao duniani, roho, maji na damu. Unakuwa mjinga kiasi gani? Hauelewi haya maandiko wanamaanisha nini? Wewe unakataa hakuna utatu mtakatifu. Wewe unayekataa, wewe mwenyewe umeumbwa kwa mfano huo huo wa utatu mtakatifu ambao Mungu anao. Wewe mwenyewe unayepinga hakuna mtatu mtakatifu, wewe mwenyewe umeumbwa kwa utatu huo huo mtakatifu. Ndio maana maandiko yanasema wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno, Roho Mtakatifu. Na wako watatu washuhudiao duniani, roho, maji na damu. Wewe mwanadamu, Mungu anakuonyesha hata wewe nimekuumba kwa utatu mtakatifu hivyo hivyo, kwamba wewe una roho ndani yako, wewe una maji ndani ya mwili wako, wewe una damu ndani ya mwili wako. Watatu hawa ni mmoja, ndio wewe. Wewe unajifunza injili wapi ndugu yangu? Wakristo kuweni macho sana na hawa watu. Wakristo leo ni kufundishe mwanafunzi wa Yesu Kristo. Wewe umeumbwa kwa utatu mtakatifu. Una roho wewe, una maji, una damu. Hivi vitatu vyapatana katika neno moja, ni umoja ambao ni wewe. Kama vile Baba, Neno na Roho Mtakatifu, hawa watatu ni mmoja. Na Mungu ametuumba kama yeye alivyo, ametuumba hivi hivi kwa mfano ule ule, kwa sura ile ile, kwamba na sisi kila mmoja ameumbwa kwa nafsi tatu, ameumbwa kwa utatu mtakatifu, roho, maji, damu. Ukikosa moja kati ya haya matatu, ukakosa moja, huwezi kuishi, umekufa. Ukakosa roho, una maji na damu, haupo, umekufa. Ukakosa maji ukawa na roho na damu, umekufa, haupo. Ukakosa maji, ukakosa damu ukawa na roho na maji, umekufa. Ili wewe uwe hai mmoja, lazima uwe na hivi vitu vitatu, roho, maji na damu. Ndivyo ulivyoumbwa, na hivi vitatu ni mmoja, ni wewe ndugu yangu. Mbona mwelewi maandiko nyie? Mnapinga pinga tu, na yoyote anayepinga hili, huyo ni wa chini, huyo ni wa ulimwengu huu, na ni wa baba yake Ibilisi, Shetani. Mwanafunzi wa Yesu Kristo, sikiliza neno la Mungu hili, amini katika Kristo. Roho ulionayo ni mfano wa Mungu Baba. Maji ulionayo ni mfano wa Roho Mtakatifu. Damu ulionayo ndio Yesu Kristo. Umeumbwa kwa mfumo huo. Uwe mpinga Kristo, uwe unampinga, humwamini, lakini wewe umeumbwa kwa utatu mtakatifu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na wewe umeumbwa hivyo hivyo, umeumbwa roho, maji, damu. Damu inawakilisha Kristo, maji inawakilisha Roho Mtakatifu, na roho ulionayo ni kama Baba. Umeumbwa hivyo hivyo. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, niko hapa kuwafundisha watu wote neno la Mungu. Acheni kusikiliza hao wana wa Ibilisi, Shetani.
Unawezaje kufundisha watu namwambia Yesu sio Mungu? Wawili hawa ni mmoja, watatu hawa ni mmoja, ambao ni wewe na hawa, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watatu hawa ni umoja ambao ni Mungu. Sasa unawezaje kusema Yesu Kristo sio Mungu? Na tena umesikia kabisa Yesu Kristo ni neno la Mungu. Unawezaje kumtenga Mungu na neno? Wewe mwenyewe hapo ni mmoja, una neno. Ukisema mtu anatia naenda, hiyo sauti ni ya nani? Si ya wewe. Na huyo aliyesema ni nani? Sio wewe. Mbona huna hekima ya dunia? Una hekima ya Mungu, una hekima ya dunia tu, ndugu yangu. Kwa nini? Kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, jifunze kwa Yesu Kristo, usijifunze kwa ibilisi shetani. Kuanzia leo nasema, mtumishi wa Mungu au wewe unayenisikiliza, shika neno la Mungu, usifuate hao wanaosema huko. Hao wametumwa na ibilisi kuchafua andiko, kuchafua maneno ya Mungu. Mtu akikwambia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, mwambie ndio, ni mwana wa Mungu, kwa sababu maandiko yanasema. Akikwambia Yesu Kristo ni Mungu, mwambie ndio, Yesu Kristo ni Mungu, kwa sababu maandiko yanasema. Mtu akikwambia wewe ni roho, mwambie ndio, mimi ni roho. Mtu akikwambia wewe ni maji, ndio, mimi ni maji. Wewe akikwambia wewe ni damu, ndio, mimi ni damu. Wewe ni binadamu, ndio, niliyekamilika katika Utatu Mtakatifu. Roho, maji na damu ndio mimi. Kwa hiyo hayo maji ni mimi, hiyo damu ni mimi, hiyo roho ni mimi. Kwa hiyo mimi ni katika Utatu Mtakatifu. Sasa unakataaje Yesu Kristo sio Mungu? Wewe haujui maandiko. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu kama ulivyosema, na kama watu wanavyojua wajue hivyo, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na wajue Yesu Kristo ni Mungu, tena Mungu wa milele, Baba wa milele. Tusome mara moja katika Isaya 9. Isaya sura ya 9 mstari wa 6 unasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Wewe unajua zaidi kuliko Roho Mtakatifu anayesema Yesu Kristo ndiye Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani? Wewe unajua zaidi kuliko Yesu Kristo? Wewe unajua zaidi kuliko Roho Mtakatifu? Ni roho gani anayekufundisha wewe kusema Yesu Kristo sio Mungu? Na Yesu Kristo anasema hivi: kila mtu aliyemwamini atakuwa na Roho Mtakatifu atakayemfundisha yaliyo yangu, atakayemkumbusha yaliyo langu. Wewe anayekufundisha na kukukumbusha ni nani? Kwa sababu huyo Roho Mtakatifu unayempinga wewe ndiye anayetufundisha, ndiye aliandika hii Biblia. Yesu Kristo ndiyo Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Wewe unakataa. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, sio Mungu. Ndugu, hii kazi ya kuwa mtumishi sio kwa ajili ya kutafuta ajira. Hii kazi ni ya watakatifu, wanafunzi wa Yesu Kristo waliotumwa kufundisha ulimwengu. Acha kuwa na tamaa ya dunia, unadanganya ili upate pesa, upate wafuasi wengi. Sasa unatumika na shetani ibilisi. Kwa nini ndugu? Badilika. Kama ningekuwa mimi, ningerudi hata huko mtandaoni kusahihisha, jamani, nilikosea. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Yesu Kristo ni Mungu. Fanya hivyo ili uepukane na adhabu ya milele. Yesu Kristo anasemaje? Nitakapoondoka nitawaletea Roho Mtakatifu, huyu atanena katika yaliyo yangu, na huyu ndiye atakayewafundisha na kuwakumbusha. Roho Mtakatifu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 14. Haujasoma bado? Yohana 14 mstari wa 26 anasema hiyo kwa habari ya Roho Mtakatifu. Wewe unaongea nini? Anayekufundisha ni roho gani? Wakristo anayewafundisha neno la Mungu ni nani? Ampinge Yesu Kristo kwamba siyo Mungu? Isaya 9 mstari wa 6. Yesu Kristo ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hakuna kupinga. Wewe una hila zako. Wewe umetumwa na ibilisi, unafanya kazi ya ibilisi. Sisi tunafanya kazi ya Mungu, tunamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa. Na kama hiyo haitoshi,
Bwana anatuambia kila mtu aliyeamini injili hii tunayohubiri, injili hii ya damu, maji na roho, ya hii imani na upendo, basi akishaamini na abatizwe. Anasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili, na kila aminie, na kumfanya kila mtu awe mwanafunzi wangu, kila aminie na abatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hajasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, bali kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa kuwa hawa ni mmoja. Wewe unasomaje maandiko? Tusome mara moja zaidi. Mathayo mtakatifu sura 28 mstari wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Tumeumbwa sisi kwa utatu mtakatifu. Mungu ni utatu mtakatifu, na wewe mwenyewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu utatu mtakatifu. Baba, Neno, Roho Mtakatifu, na wewe umeumbwa hivyo hivyo, roho, maji na damu. Roho mfano wa Baba, maji Roho Mtakatifu, damu Yesu Kristo. Hii ndiyo Injili. Mwamini Yesu Kristo. Neema na iwe kwako, na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.